Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunazitazama sababu zilizomfanya Roho Mtakatifu kushuka duniani. Tunazitazama sababu zilizomfanya Roho Mtakatifu kushuka duniani. Tumeshaiangalia ya kwanza. Sasa tunaingia ya pili. Sababu ya pili tunaongozwa na kitabu cha Yoeli sura ya pili. Yoeli sura ya pili mistari miwili wa 28 na wa 29. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu na waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu waume kwa wake, katika siku zile nitamimina roho yangu juu yao. Amen. Karibu sana kama nilivyokuambia kwenye kipindi hiki muhimu sana cha kujifunza pamoja nami neno la Mungu. Tunaangalia sababu ya pili, nayo ni kuota ndoto na kuona maono. Kuota ndoto na kuona maono. Hapa kuna makundi mawili tutayatazama. Kundi la kwanza ni wazee. Biblia inasema wazee wenu wataota ndoto. Wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Sasa tuanze na wazee. Wazee hapa ndio wanaambiwa wataota ndoto watakapopewa huyo Roho wa Mungu. Sasa kuota ndoto ni kufanya nini? Kuota ndoto ni tukio linalotukia wakati mtu amelala. Wakati mtu amelala, kwa kawaida tunalala sisi wenyewe mwili na nafsi, lakini roho zetu huwa hazilali. Hata nafsi wakati mwingine huwa hailali, inaweza kuwa inaendelea kuangalia, kuonyeshwa na kadhalika. Sasa wakati umelala, Mungu pia hutumia wakati ule kuleta ndoto kwako. Hasa kwa wazee huwa wanaota ndoto. Sasa ndoto maana yake ni mambo ambayo unaonyeshwa ndotoni, unaonyeshwa kwenye usingizi. Yanaweza kuwa mema ama mabaya, yanaweza kuwa ya kufurahisha au ya kuumiza moyo. Jambo lolote unaweza ukaonyeshwa kwenye ndoto. Kwa sababu hiyo sasa Mungu hutumia nyakati hizo kutuonyesha mambo mbalimbali. Njia gani? Kwa huyu Roho Mtakatifu, kwa huyu Roho anayeshuka, aliyewashukia. Kwa hiyo roho zetu na Roho wa Mungu huungana wakati sisi tumelala kuonyesha mambo mbalimbali, kuonyesha mambo mbalimbali. Kama nilivyosema, yanaweza yakawa mema ama mabaya. Kwa hiyo mambo hayo unayoonyeshwa, lengo lake huwa ni Mungu kukufundisha ama kukuonya, kukufundisha ama kukuonya, ama kukuelekeza cha kufanya, ama kukuelekeza cha kufanya. Katika ndoto zinapotokea huwa kuna mambo hayo, ama kukuonya, ama kukuelekeza, ama kukwambia cha kufanya kutokana na ulioyaona, kutokana na ulioyaona. Kwa hiyo iko namna hiyo. Lakini tunapoenda kwenye kundi la pili la vijana, kundi la pili la vijana, Biblia inasema wataona maono. Wataona maono. Hawa wote watawezeshwa na Roho huyu ambaye atamiminwa ndani yao kuona maono. Maono ni tofauti na ndoto. Maono yanatokea wakati mtu unaweza kuwa huko tu hujalala, lakini ikakutokea kuona mambo fulani ambayo Roho mwenyewe atakuwezesha. Anatokea kuonyesha mambo fulani. Unaweza ukamuona malaika ama chochote kile ambacho Roho anakusudia kukuonyesha, anaweza akakuonyesha. Maono ni kuona waziwazi. Unaweza pia ukawa umelala, lakini ukawa unaona pia, lakini hauko katika usingizi. Umelala lakini hauko katika ule usingizi popote, lakini unaweza ukawa unaona pia katika usingizi huo mdogo. Hayo huitwa maono, sio ndoto. Ndoto ni wakati umelala kabisa, hujitambui.
Lakini maono ni wakati unajitambua, lakini unaonyeshwa. Unaweza kuwa umelala kama nilivyosema, ama uko umekaa, ama unatembea. Popote pale ambapo Mungu yeye atapenda kukuonyesha jambo lolote, tukio lolote, kitu chochote, hayo ndiyo maono. Kwa hiyo maono ni kuona waziwazi, kuona waziwazi. Tunasoma katika Biblia yalishawatokea mambo haya watu mbalimbali. Kwenye ndoto tunaona walikuwa wakitokewa katika ndoto. Yakobo siku moja alikuwa amelala usiku, yuko peke yake, akaona maono. Ngazi imetoka mbinguni. Sasa ndani ya hiyo ngazi malaika wakipanda na kushuka. Kwa hiyo haya yalikuwa ni maono Yakobo aliona. Tunaona Yusufu aliota ndoto. Yusufu aliota ndoto. Ndoto maana yake ni wakati mwingine ni kuonyeshwa mambo yajayo, kuonyeshwa mambo yajayo. Kwa hiyo kama ni hivyo basi, kusudi la kukwambia haya ni kwamba ukiyaona hayo yanatokea, tukuze Mungu na usiache kumuuliza Mungu maana yake nini jambo hili ninaloliona, au ndoto hii maana yake nini. Usiache kumuuliza Roho wa Mungu. Mungu atakwambia, hata atakwambia na kufanya. Kama ni tahadhari atakupa tahadhari, kama ni jambo la kwenda kueleza atakupa kwenda kusema. Kwa hiyo maana ya kutokewa katika ndoto au katika maono ni ili Mungu kuonyesha kwa kusudi hilo, aidha kukuonya ama kutaka ukaeleze au na kadhalika na kadhalika. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Jua huwa unaona maono, na jua huwa unaota ndoto. Basi kila jambo katika hayo unayoyaona usiache kumuuliza Mungu maana yake nini, maana Mungu anajua sababu za kuonyesha hayo anayokuonyesha. Barikiwe na Mungu. Tukutane kwenye kipindi kingine kijacho. Usiache kuniunga mkono kwa subscribe katika akaunti yangu. Barikiwe sana katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.